Baadhi ya wabunge kutokea katika mkoa wa Geita wameonyeshwa kusikitishwa kutokana na kuwepo kwa baadhi ya barabara ambazo zimekuwa hazikarabatiwi wala kutengenezwa, sambamba na kuwepo kwa baadhi ya taa za barabarani kutokufanya kazi kwa muda mrefu, huku wakiiomba serikali kutatua changamoto hizo. Hayo yameelezwa katika kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Geita leo Disemba 17, 2025 ambapo baadhi ya wabunge akiwemo mbunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura, mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini Cornel Magembe pamoja na wengine wameiomba serikali kutekeleza kwa kutenga bajeti na kutatua changamoto hizo ambazo zimekuwa ni kikwazo kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale ambao wamepata nafasi ya kulala hapa leo, ilipofika jana saa 1 saa 2 wakaona mji wote ni giza. Taa zote za barabarani hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, zaidi ya taa 500 haziwaki kabisa. Lakini kama alivyouliza dasi wangu, tunashindwa kuelewa sasa ni mali ya nani zita. Wakati mgeni wa rais unakuja kipindi kile, tuliwasiliana na watu wa TANROADS na wakasema tunashughulika kwenda kuweka utaratibu wa kuziwasha. Na kuna kipindi walishakuja hapa wakasema ni muda mchache taa zitawaka. Lakini mpaka sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani ni miaka inapita, taa za barabarani zimebaki mapambo. Hii tunaielezea nini serikali? Kwamba serikali hii tunaielezea nini kwa wananchi? Kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kikao hiki tupate basi maelekezo na tamko rasmi kwamba hizi taa kama zimeshashindikana, angalau tuambie tu vijana wetu wachukue yale mabomba tukauze mali chakavu kama scraper, watu wapate hela kidogo, wanaweza kufanyia shughuli zingine, kwa sababu yanasumbua tu barabarani pale, hayana kazi yoyote ambayo wanafanya. Hilo la kwanza Mwenyekiti. La pili Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati nzuri mwenyekiti wa CCM yuko hapa na ulimpongeza kwamba sasa anakuja kuwa anasikiliza tu na kuona utekelezaji wa ilani ya 2015 kwenda 20. Barabara ya Nyamirembe kutoka pale Nyamirembe Port kwenda Biharamulo kilomita 50 inatajwa kwenye ilani. Na bahati nzuri na kitabu cha ilani nacho hapo Mwenyekiti, nikitaka nitoe ushuhuda nitasoma. Barabara ile haijengwa. Lakini mwenyekiti wa CCM wakati wanakwenda kuomba kura mwaka 2020 wakaenda kuwapigia magoti tena wananchi wa eneo lile kwamba tunaomba tena mtupe miaka 5. Kipindi kilichopita cha miaka 5 tulishindwa kujenga hii barabara, sasa tupeni tukaijenge. Wananchi wale wakatoa kura za kutosha. 20 tumekuja 25. Barabara haikuguswa kabisa. Lakini mwaka huu mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu nimekuwa sehemu ya kwenda kupiga magoti na kuomba kura, kwa kweli nilibembeleza Mungu alikuwa amegoma kutoa kura kwa wagombea wa sisi, kwamba tumekuwa waongo, kwa sababu ni miaka sasa kila mwaka tunawaambia kile kile. Imo kwenye ilani hii. Kwa hiyo ni ilani 3, ile barabara inataka. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kiukweli hapo wakati wanawasilisha kama alivyosema mwenyekiti wa halmashauri yangu hapa, hakuna mahala popote ambapo imewasilishwa kwamba imo kwenye. Sasa ombi langu Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kikao chako hiki, hili jambo mwenyekiti tuliweke katika hali ya serious kidogo. Lakini pia kuna maswali ya ufahamu ambayo nataka nifahamu. Nimeona kwenye zile bajeti ambazo mlitengeneza za 2024 2025 TARURA, wewe kwako nimesha TARURA, nimeona hasa kwa Geita, jimbo la Geita mjini, naona kabisa kwamba ni kama vile kwenyewe kulisahaulika hivi. Nimeangalia hakuna siku ambazo hela zote zilizopangwa ziliwahi kufika 40% zilizokuja. Nikiangalia maendeleo ya jimbo zilikuja 12%. Alafu special fund zilikuja 28%. Lakini pia tozo ya mafuta ilikuja 37%.
Na ukiangalia pale, nilikuwa najaribu kuangalia hapo Geita mjini ndio palikuwa panatengenezwa bajeti ndogo, lakini pia ndio ilipokuja bajeti ndogo. Sasa nataka kufahamu hivi changamoto ilikuwa ni nini? Kwa nini sehemu zingine zilipangiwa hela nyingi kwenye mkoa lakini wakapelekewa hela nyingi pia, lakini Geita zikaletewa hela kidogo kabisa? Nataka kufahamu hivi changamoto ni nini? Ni viongozi wa pale Geita mjini walikuwa wafanye kazi yao? Ni nyie zilikuwa zimekuja mnaziweketi sehemu nyingine, au changamoto ilikuwa ni nini? Na kwa kuunganisha hayo maswali, nikataka kufahamu sasa, kama mfuko wa maendeleo ya jimbo ilikuja 12%, hizo hela tunaendelea kuzidai au bajeti ya mwaka huo kwa sababu ilipita ilishapita, au tunaendelea kuzidai au zilishafanywa miradi ila zinadaiwa ila pesa haikuja? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sehemu ya barabara ya Nyakagoma Nyakagoma, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto nyingi. Sijajua wataalamu wametumia taratibu gani. Mimi nimetembea kuangalia barabara, kiuhalisia barabara haipitiki, haina mola kama alivyosema wameweka changarawe, hamna changarawe, ila makarabati yamejengwa yapo, ile barabara haipitiki. Mimi nimetembea yote nikaiona, lakini barabara ndio inayofanya kazi kuwatoa watu wa Butumbe, yani ile Butumbe yote Nyakagoma, Chigunga na sehemu zote zilizoko kule, yani sehemu ambapo watu wanasafirisha mazao kuleta Katoro kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya matumizi yao wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba, kama sijajua taratibu koje, kama inawezekana wataalamu wanaweza wakapita wakaangalia ili iweze kufanywa marekebisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata ukienda wewe leo na gari kinyesha mvua nusu saa, hauwezi kupita, pamoja na kwamba una V8 ila haiwezi kupitika kwa sababu ile barabara ni mbovu sana. Kwa hiyo naomba wataalamu warudi watufanyie utaratibu mzuri ile barabara iweze kupitika. Ninaomba kuichukua barabara. Kwa maana ya kwamba nimeona barabara lukuki zinazounda wilaya yetu ya Mbogwe kwa maana ya kutaka kuziunganisha. Sasa niwaombe sana ndugu zangu, kwa sababu sisi tumekuwa tukitembea kwa wananchi, tunajua shida wanazopitia wananchi kuhusiana na barabara. Na kwa sababu mmekuwa mkieleza hapa fedha lukuki zimetolewa na serikali, lakini na nyinyi mmekiri kwamba fedha hizi mnazipokea. Sasa tuwaombe kwenye mabarabara yetu ambayo wananchi wanapitia changamoto, tuombe miasimamie. Lakini pia ninayo changamoto moja, mfano kwenye hizi barabara ambazo zinakuwa kwenye mfumo wa lami, zinachukua takriban miaka 5 hazijatengenezwa. Wananchi wanapitia wakati mgumu sana kwenye hizi barabara. Mfano nakuta kuna barabara moja iko Ikunguigazi pale Mlembela, inayotoka Ikunguigazi kwenda mpaka Isebia. Ile barabara iko kwenye mpango wa lami kutoka Tarura. Sasa barabara hii ina kama miaka 5 haijawahi kutekelezwa, lakini fedha hazijulikani ziko wapi. Wananchi wanapitia wakati mgumu. Ninavyozungumza hapa kuna wananchi kama 4 walipoteza maisha kwa sababu ya zile barabara na wengine kuvunjika miguu. Kwao niwaombe sana ndugu zangu, kwa sababu sisi tumepita kwenye kampeni, changamoto tulichokuwa tunakutana nacho tunajua sisi wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi taa baada kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais aliyekuja taa hizi ziwatu, ikaonekana kwamba inatakiwa zitengenezwe. Taarifa niliyoipata ni kwamba waliwaita watu wa TEMESA kwenda kuzikagua zile taa, na watu wa TEMESA wakazikagua. Kilichoonekana kwamba zile taa, hizi taa Mheshimiwa ziko za aina mbili. Hizi tulizoziweka zinaitwa integrated. Kuna taa zinaitwa split, zile ambazo zina betri. Sasa hizi hazina betri, ikiharibika unaitoa yote, haina repair. Lakini zile za betri zina repair. Unaweza kuharibika ukatoa tu betri ukarudishia, taa itaendelea kuwaka. Hizi unatakiwa uitoe yote. Kwa hiyo majibu ya TEMESA ni kwamba zile taa zinatakiwa zitolewe, haziwake, yani wote repair. Unatakiwa uitoe. Kwa hiyo kuitoa zile kama taa nyingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni gharama pia. Tunalichukua hilo, tunalifanyia kazi, lakini lazima taa zilizokuwepo lazima zirudishwe.
naomba nichukue taifanyia kazi sio jinsi gani naweza kuzidishia. Lakini pia Mheshimiwa mbunge wa Mogwe tuliongelea barabara zimepangwa kutengenezwa kwa lami, imechukua muda mrefu. Niseme tu kwamba network hiyo ya barabara ilipata ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia miradi ya rais. Kwa hiyo kidogo wenzetu wana taratibu ndefu kidogo, lakini niseme tu kwa taarifa ambazo tulizonazo kwamba usanifu umeshakamilika na tenda ya manunuzi ya mkandarasi imeshatangazwa. Ila usanifu umeshakamilika na tathmini ya fidia imeshakamilika na TARURA wameshatangaza. Hii inahudumiwa na TARURA na kwa. Niseme kwamba fedha tunapokea kutokana na malipo yanapokuwa rahisi. Kwa hiyo mkandarasi anayekamilisha mapema ndo anapewa priority ya kupokea fedha mapema. Kwa ndio mfumo ambao kama taasisi tunaenda nao hivyo kuanzia mwaka wa 23, 24, 25 na kuendelea mpaka sasa.